Vita ya maneno imewaka Kenya. Waliomshambulia Rais William Ruto hadharani sasa amerudi kulipa kisasi, na safari hii hakuna kubembeleza. Tazama jinsi Rigathi Gachagua na Fred Matiang'i wanajibu mapigo live. Na hivi ni nani atasimama mwisho kwenye vita hii ya kisiasa? Manake baada ya mashambulizi makali kutoka kwa wanasiasa hawa, William Ruto ameibuka na majibu ya moto. Hii ni vita ambayo hujawahi kuona. Waliongea wakamshambulia rais, lakini hawakujua William Ruto angerudi vipi. Haya hapa ni majibu yanayotikisa siasa za Kenya sasa hivi. We'll make sure William Ruto you are not going to sleep for the next 15 months. Utalala ukifika Sokoi. Tutakuanika na hivi vijana wangu hawa. Si umeona vile amekonda? Mpaka masikio inafanya nini? Na bado. Hata nilishangaa sana. Ati nimesikia jana ati wanasema unaona ule William Ruto halali amekonda. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa hapa Chwele. Sasa niwaulize. Sasa wewe watu mafala wamekula, mkiwaona, mimi nataka niwaulize nyinyi wa jamaa, mnaongea juu ya mimi cut weight. I am intelligent to know when to cut down on weight so that I can concentrate on what I want to do. I am disciplined enough to know how much to eat so that I can stay alert. Nyinyi mumekula mpaka tumbo karibu inapasuka. Mumekula mpaka kichwa imefimba na kiburi. Na wataka niwaambie, tafadhali endeni mjiangalie kwa kioo. Use the mirror. Mwende muangalie vile mmekaa. Kichwa imefimba. Tumbo ndio hiyo karibu inararua mashati. Tafuteni gym kwanza, muende mufanye exercise kidogo. Na mupunguze kukula chakula mingi. Ndio muache kulala kwa mikutano. Hata mnaharibu hewa huko mkutano mkiwa mumelala bure kabisa. Watu wa Bungoma hoye! Bungoma hoye! Hawa watu ni bure ama si bure? Ati hawa watu sasa ndio wanajaribu kushindana na mimi. Hawa watu ni bure bwana. Iko nchi gani watu kama hawa wataendesha? Those people have no idea where to take this nation. Tulitoa hii nchi ikiwa uchumi imesambaratika, tumeimarisha uchumi. Kilimo ilikuwa imesambaratika, tumeinua kilimo. Elimu ilikuwa imepotea, tumerudisha elimu. Soko ndio tunajenga, barabara ndio tunajenga, affordable housing tunajenga, afya tunasimamia. That is how we are changing Kenya. Nyinyi watu bure kabisa, watu wa sijui upinzani gani. Mtu mwenye ako na pepo ya ukabila na chuki na kisirani anatuambia nini kama Wakenya? You cold-blooded thief. You cold-blooded thief, stealing from your own brother, stealing from orphans, stealing from widows. You want to give us a lecture? Unazunguka kwa makanisa, unazunguka kwa barabara, unazunguka kwa mazishi. Ate unatuongelesha kitu gani? Mtu ambaye ameenda akatia mimba watoto wadogo kama wanarika ya mtoto wake, alafu anaenda anaua hawa watoto, alafu unatuambia mambo ya mauaji. You cold-blooded murderer, heartless character. You want to tell us, you want to mislead our nation. We will not allow you to mislead any community. We will not allow you to mislead anybody in Kenya. You are not going to be anything in this nation. You belong to the rot in jail. Ikweli ama si kweli? Huyo mtu atembee asitembee? Apotee asipotee? Kwanza mimi nauliza wengine waende gym. Kwanza wacheni kula chakula mingi. Tumbo karibu inapasuka, kichwa karibu inapasuka. Tutakuheshimu na tutaheshimu ofisi ya rais. Kwa hiyo sasa kuanza kutoa matusi, kuongea vile mimi ndakula nini na sikuli kwa bibi yako, sasa we become so low. I mean, I don't understand. When did we think hata watoto wetu na vijana wetu wakituona eti hayo ndio maneno commander in chief unaongea? Aibu. Kuna viongozi wametuzoea na ufala, wametuzoea na ukabila. Hawana mpango, hawana sera, hawana agenda. Ni matusi na fitina, ni vitimbi na sarakasi, ni ubaguzi na ukabila. Sisi tunawaambia hatuwezi kuwakubali mturudishe nyuma.
tunasonga mbele kwa umoja, tupange maendeleo ya Kenya, tuweke stima, tujenge barabara, tujenge masoko, watoto wetu wasome, tuweke ile inaitwa universal health coverage. Kenya isonge mbele to the first world. Ama mnasemaje ndugu zangu watu wa Busia? Hoteli ya Tuju amenunua kupitia watu yake akina Chebet. Jana polisi wameenda pale, unajua wanasema hata punda ukipaka rangi ya zebra saa ya kulia italia nini? Na ndio huyu Kaso, sindio? Unajua tulikuwa tunafikiria hata punda ukipaka rangi ya pundamilia saa ya kulia atalia kinini? Wale wengine ambao wanaombanga na president, mumwambie let him calm down. Tulia. Tulia. You are carrying a very heavy responsibility. I listen to his tone vile anaongea. Hiyo tone sio tone ya a national leader ambaye anaitwa father of the nation. Inaonyesha desperation, panic. Ukweli ni kwamba tumekaribia na tuko kwa mlango na tutakushinda uchaguzi, lakini don't panic. We are not bad people. Even when we replace you, we will not treat you the way you have treated others before. Tutakuheshimu na tutaheshimu ofisi ya rais. Kwa hiyo sasa kuanza kutoa matusi, kuongea vile mimi ndakula nini na sikuli kwa bibi yako, sasa we become so low. I mean, I don't understand. When did we think hata watoto wetu na vijana wetu wakituona eti hayo ndio maneno commander in chief unaongea? Aibu. Nimemuona huko Busia anawaka moto. Amesahau ameenda maendeleo kwa Waluya. Anaongea tu mambo ya Rigiji na matusi. Amekasirika, haongei hata kama rais. Kwa sababu jana tumemtoa nyama kwa meno. Alikuwa amepanga kuiba Nairobi Hospital, tukamuanika, hiyo imepotea. Amekasirika. Alikuwa pia amepanga kuiba shilingi milioni 7 ya project inaitwa Nairobi Railway ambayo inakuwa funded by the British. Kuna contractor amequote 22 billion anaitwa China Railways. Muti ya Kasongo anaitwa CBRC amequote 29 billion. Yule amepata tenda ni huyu ya 22. Kasongo amesema ipatiwe ya 29. Bilioni 7 apewe. Amechukua huyu ya 22 billion, ameweka kwa ndege, amedeport yeye. Nimemwanika jana. Imepotea. Mtu amekasirika, akasirika asikasirike. Hawa watu si nitawanyorosha asubuhi jameni. Tutapatia watu kama hawa nchi yetu? Wezi tutawapatia nchi yetu? Cold blooded murderers watu tutawaachia nchi yetu? I want to tell them, si nyinyi mlisema mnataka twende hiyo barabara? I am ready for you guys. Kama wanataka twende hiyo barabara niko tayari. Kwa sababu 1% of my time I will deal with you. 99% of my time I will serve the people of Kenya, transform our nation, take our nation to the next level. Bungoma hoye! Bungonya hoye! Munasema tuendelee na maendeleo. Tujenge barabara, tujenge masoko, tuweke affordable housing, tupange ajira hawa vijana, tupange matibabu, soko yenu ya Chwele iendelee. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni? Wanasema tuendelee na kazi. Kwa hivyo Chwele mnasemaje? Ati Chwele mnasemaje? Ati Chwele mnasemaje? Ati Chwele mnasemaje? Hebu nione tutam ya Chwele.
Umeona hii vita ya maneno ilivyo kali. Sasa swali ni hili, mtazamaji wangu, unadhani nani yuko sahihi kati ya William Ruto, Rigathi Gachagua na Fred Matiang'i? Niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kulike, kushare na kusubscribe hapa Mizuka Media kwa updates zote motomoto za siasa za Afrika Mashariki. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.